Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imefanikiwa kutekeleza jumla ya miradi 780 ya umwagiliaji katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuimarisha kilimo cha umwagiliaji kama nguzo kuu ya kuongeza tija, kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kufikia uhakika wa chakula kwa taifa. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa tume hiyo Raymond Mdolwa wakati akizungumza na wahariri na waandishi wa habari jijini Iringa. Mimi ni Bakari Chijumba. Mpaka dakika hii tunavyozungumza leo, wahariri wa habari tumewaeleza kwamba Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inatekeleza miradi zaidi ya 780 kutoka miradi 13 mwaka wa fedha 22-23. Lakini miradi ambayo ina wakandarasi na fedha zinapelekwa huko iko miradi 125. Na kwenye bajeti ya mwaka 24-25 Tume ya Taifa ya Umwagiliaji mpaka dakika hii serikali imeshaipatia zaidi ya 70% ya bajeti yake. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba mwelekeo wa kiserikali, mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan ni kuwawezesha wananchi kulima kilimo cha uhakika kwa kutumia umwagiliaji. Bila kuwa na elimu nzuri unakwenda kukwama kwenye utekelezaji wa miradi hii. Changamoto ndogo ndogo zipo, lakini tunajitahidi kuwaelimisha wananchi waelewe umuhimu wa miradi hii, na kwa sababu miradi hii inatekelezwa kwenye ardhi zao, ni mali yao wao, ni mapenzi ya serikali yao kuwafanya wabadilishe kipato chao. Naitwa Ibrahimu Yamora, ni mhariri wa gazeti la Mwananchi. Kilimo ni uti wa mgongo, na kama kilimo ni uti wa mgongo, ni wajibu kuwekeza fedha za kutosha. Na unawekezaje kwenye fedha? Unawekezaje kwenye miradi? Ni kwa kuboresha mazingira ili wakulima waweze kulima kisasa, kwa maana kulima kwa kumwagilia. Na ili uweze kulima kisasa lazima tume ama taasisi zinazohusika na masuala ya kilimo ziwezeshwe. Sasa Tume ya Umwagiliaji inatuonesha kwamba pamekuwa na tume kwa muda mrefu na bajeti yake ilikuwa iko chini. Tukiangalia bajeti 2021 ilikuwa bilioni 51, ilikuwa haitoshi. Lakini sasa imefika bilioni 380. Unaona ni jinsi gani ambavyo bajeti inakuwa. Tukiwa na miundombinu ya kuwezesha wakulima kulima kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, maana yake tutakuwa na kilimo cha mara kwa mara, sio kutegemea misimu ya mvua. Kwa hiyo itawafanya wakulima kuzalisha chakula cha kutosha, kwa maana tutakuwa tuna hifadhi ya chakula, watalima kwa ajili ya biashara. Mwisho wa siku kilimo kitachangia kwenye pato la mtu mmoja mmoja, pato la taifa, na kila mmoja atafurahia maisha. Naitwa Joyce Shebe, ni mhariri wa Clouds Media Group na ni mwenyekiti wa Chama cha Wanahabari Wanawake Tanzania TAMWA. Wanahabari mara nyingi tunajifunza vitu vipya, na ili tuweze kuwa bora ni lazima tujifunze ili tuweze kutumia kalamu zetu sawa sawa kuelimisha Watanzania. Kwa hiyo leo hii Tume ya Umwagiliaji imetukutanisha hapa wanahabari kutoka vyombo mbalimbali ili kutupa maarifa ambayo wako nayo, lakini kutupa malengo yao, mikakati yao na utendaji wao kwa ujumla. Ukituuliza wanahabari hapa wengi ni kwamba huko nyuma tulikuwa hatujui tume hasa majukumu yake, tume inafanya nini. Lakini leo kwenye wasilisho la mkurugenzi mkuu tumeweza kuona namna ambavyo tume ilianza utendaji wake kwa miaka 4 iliyopita, na maanisha kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa. Kwa kweli tumepigwa na mshangao, kwa sababu ndani ya kipindi cha miaka 3 au 4 tunaona miradi ni mingi sana. Miradi 780 ni mingi mno. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani serikali kupitia Wizara ya Kilimo, ambayo baadaye ikishusha bajeti yake inashuka mpaka kwa Tume ya Umwagiliaji, kwamba imeweka dhamira ya kuboresha kilimo hapa nchini, kwa sababu bila umwagiliaji hatuwezi kuwa na kilimo endelevu. Na sasa hivi watu wote tunashuhudia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni vizuri tukajipanga, lakini pia kuwekeza kwenye rasilimali watu, kuwekeza kwenye elimu, kwa maana ya wananchi wapate elimu ili kujua kwamba tunatakiwa kuhama na kukitegemea zaidi kilimo cha umwagiliaji, ili tusipoteze muda. Ndani ya mwaka watu waweze kulima zaidi ya mara moja, na hii italeta tija kwenye kilimo. Lakini pia tutatembea na ile kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania iwe ghala la chakula ikibidi duniani.